umepangisha watoto wadogo wadogo, umepangisha wale watu wengi, wale wa alliance wanakuwa wengi kiasi kwamba sasa wanaanza kufanya udanganyifu. Sisi tutawashughulikia wale, tutakushughulikia na wewe mwenye nyumba, kwa sababu na wewe ni nani? Ni mhalifu. Kwanza unaleta taharuki kwenye jamii. Wakianza kule wanakuwa na mambo mengine ajabu ajabu kwenye jamii. Tuna watoto wadogo kule, kuna wananchi kule wanaona ni kero, wananchi ambao wana mapenzi mema ya mambo ya ulinzi na usalama na amani. Kwa hiyo niwaombe sana kupitia hadhara hii, yeyote mwenye taarifa ambayo anapangisha watu wengi wamepanga kwenye nyumba yake, wewe toa taarifa, wewe nitumie message tu, afande sehemu fulani, nyumba namba fulani, ubalozi wa fulani wamepangisha watu wengi, wako hapa, watu wengi wahalifu wako hapa. Wewe tuma message. Mimi kama nataka ufafanuzi nakupigia simu, kwanza takuwa sikujui na taarifa zako nitazilinda, zitabaki kuwa siri kwangu. Wewe baba mwenye nyumba, wewe mama mwenye nyumba, unapangisha watu 20, watu 30, watu 10 kwenye nyumba yako. Mchana wameshinda wamelala, usiku wanaenda wapi? Usiku wanaenda wapi? Kazini. Usiku wanaenda wapi? Kazini. Na wewe unajua kabisa usiku wanaenda kufanya uhalifu. Mchana kutwa wameshinda wamelala, wewe hujui wametokea wapi, wanafanya kazi gani. Mchana kutwa wamelala, usiku wanaenda kufanya uhalifu, asubuhi wanarudi na mavitu mengi yamejaa kwenye maroba, TV, radio, sahani, kijiko, yebo, kila kitu kiko huko. Uongo? Na anaanza kuuza pale na sisi tunanunua, na wewe baba mwenye nyumba unachukua kodi. Mtu ameleta matunda ya nini? Yale ni matunda ya uhalifu. Kwa sababu wewe unakuwa unajua kwamba hawa ni wahalifu na utoi taarifa. Na wewe ni nani? Na wewe ni nani? Na wewe mhalifu. Na wewe baba, mama, mtoto wako ni mhalifu, mjukuu, na wewe unakula matunda ya nini? Ya uhalifu. Na wewe ni nani? Mhalifu. Sasa watoto kama wao wakikamatwa, ambao wanafanya uhalifu, wazazi wao wanawakumbatia, akikamatwa makelele yanakuwa mengi, amesingiziwa, mwenyekiti kamsingizia, sijui nani kamsingizia. Kwa sababu na wewe unafanyaje? Ni mnufaika wa uhalifu, ni mnufaika wa matunda ya nini? Ya kihalifu, kwa sababu na wewe unanufaika. Kwa hiyo ni imani yetu sisi jeshi la polisi kuhakikisha kwamba sisi wana Milongo na wale ambao tunatoka nje ya Milongo kuja kufanya biashara, tuhakikishe kwamba maeneo yetu ya Milongo yanakuwa nini? Yanakuwa salama. Kwa sababu nimesema jukumu la ulinzi na usalama ni jukumu la kila mwananchi, na sio jeshi la polisi peke yake. Kila mwananchi anatakiwa ashughulike na ulinzi na usalama kwenye eneo lake, na sio jeshi la polisi peke yake. Kwa hiyo natoa wito, ndugu wananchi wa maeneo haya, tushirikiane kuhakikisha kwamba jamii inakuwa salama, na tuhakikishe kwamba tunalinda amani ya nchi yetu, tunalinda amani iliyopo. Kingine, ndugu zangu wana Milongo, ili eneo tuwe na vikundi vya ulinzi shirikishi. Eneo hili halina vikundi vya kutosha vya ulinzi shirikishi. Kila mtaa kiwe na kikundi cha nini? Cha ulinzi shirikishi. Na sisi ni jukumu la wananchi kuhakikisha kwamba tunatafuta vijana ambao wana weledi, ambao watafanya kazi vizuri, ambao sio wahalifu, ambao ni wazalendo, waweze kufanya kazi za ulinzi. Na sisi wananchi ni jukumu letu kulinda nini? Kulinda amani na kuvilea hivyo vikundi vya ulinzi shirikishi, kuhakikisha kwamba vinafanya kazi. Wakati wengine wamelala, wenyewe wanapita maeneo mbalimbali. Kwa hiyo sisi wananchi ni jukumu letu kufanyaje? Kuvilea hivyo vikundi vya ulinzi shirikishi na kuto kuvivifisha, kuvikatisha tamaa, visifanye nini? Visifanye kazi. Dawati la jinsia na watoto linapokea kesi zote za ukatili wa kijinsia. Kesi hizo ni jinai kama vile kubaka, kulawiti, shambulio, kujeruhi, lakini kutelekeza familia. Kina baba tusitelekeze familia, sawa eh? Kina mama tusitelekeze watoto tukaenda kuzurura, tukaenda kunywa pombe, tukaenda kwenye vikoba tukajisahau kurudi kutizama watoto wetu. Sawa jamani? Tunawakaribisha dawati la jinsia na watoto
mje kuripoti kesi zote ambazo zinahusu masuala ya ukatili wa kijinsia, lakini tutoe taarifa za uhalifu, hasa masuala haya ya ukatili, ili tuwe na jamii huru ambazo hazina ukatili. Tupunguze vitendo vya ulevi. Narudia, kuwa mlevi ukaendesha chombo cha moto. Mfano, hapa mjini unatakiwa kuendesha kilomita 50 au chini ya hapo kwa saa. Ukipiga balimi zako mbili, zinakwambia kwamba wewe nenda tu mwendo kasi, piga honi, hao watu watakupisha. Sheria si hailikubali. Hali kadhalika unaendesha pikipiki. Wale tunaokwenda kwenye mafunzo ya pikipiki tunasema ukinywa chupa moja pikipiki inakunywa ngapi? Ukinywa mbili inakunywa 4. Kwa hiyo ukinywa 4 yenyewe imekunywa 8. Ukitoka hapa na pale umeanguka, maisha yamepotea pale. Na pikipiki kwa namna ilivyotengenezwa, hasa hizo magurudumu mawili, ni hatari sana kwako. Ukiamua kunywa, tafuta usafiri, nenda nyumbani kwako, sheria itakaa kimya, wala hakuna mtu atakutafuta. Kingine, msiwe mnaogopa kwenda msiogope kutoa taarifa kwenye vituo vya polisi. Na ndio maana tukaletwa sisi wakaguzi kata. Ila sisi tumeletwa kwenu nikae na wewe kama rafiki, ili ukiwa una shida ueleze ile shida yako ambayo unahitaji iende polisi. Hutaki ufike kituo cha polisi, mtutumie